Wakati mwaka ukiwa unaisha kwa upande wa Zuchu, huenda mwaka huu ukawa umeisha vibaya sana kwa upande wake kutokana na mambo mengi ambayo yamekuwa yakimkumba sana awamu hii ambapo mwaka unaelekea kuisha. Yote kwa yote ni sakata zima kati yake yeye pamoja na Diamond Platnumz ambayo amepelekea kufanya maamuzi ambayo tunaweza tukasema ni maamuzi magumu kwa namna fulani hivi, kwa sababu sidhani hata yeye pengine alikuwa anategemea kwamba yangekuwa yanamtokea haya ambayo yamemfanya aweze kufanya maamuzi ambayo pengine hakutegemea kabisa. Huenda alikuwa na mipango yake kwamba angeumaliza mwaka kwa namna fulani hivi, lakini ni kama vile mambo yameenda tofauti kabisa na alivyokuwa anatarajia, kiasi cha kwamba imebidi aweze kufanya maamuzi yaliyomlazimu aweze kuamua kila ambacho ameweza kukiamua. Kuna kila ambacho Zuchu ameweza kukifanya na kima surprise wengi, lakini kwa Diamond Platnumz imeonekana so issue kabisa, kwa sababu yeye focus yake kubwa sasa hivi anachoangalia ni shows na jinsi ambavyo anaweza kumaliza mwaka kibabe zaidi wa kutengeneza historia ambayo pengine inaweza kawa ni historia haitokuja kuvunjwa katika maisha ya muziki wake. Sasa kabla sijaweza kukupa update kuhusiana na kila ambacho Zuchu ameweza kukifanya na sababu nzima juu ya hiki ambacho kimeweza kufanywa na Zuchu, naomba nikukumbushe pia kwamba hapa chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe. Fanya tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza hilo neno hapo subscribe, kwa ajili ya kwamba na updates nyingi sana ambazo unastahili kuzipata hapa, tena ni exclusive kabisa, kwa hiyo haustahili kuzikosa. Ukibonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, hapo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba next video basi unakuwa kwanza kabisa kuipata hapa on time na kujua nini hasa ambacho kitakuwa kimejiri. Sasa kama kawaida, libonyeze hilo neno lililoandikwa subscribe. Baada hapo kitatokea alama cha kengele, kibonyeze kwa ajili ya kuwasha notification, alafu like video, na kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakuwa umeweza kitazama katika hii video. Kama kawaida, mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba exclusive zote kuhusiana na mastaa basi unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa kama kawaida, tumeshuhudia mwisho wa mwaka huu hapa hivi 2025 umekuwa ni mwaka ambao vichwa vya habari vinaomaliza huu mwaka kwa kuandika sana jina la Diamond Platnumz ama WCB kwa ujumla, na hii imekuja sana sana baada ya lile sakata ambalo linamhusu sasa hivi Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Kama unakumbuka vizuri, nimekuwa nikikuletea info nyingi sana kuhusiana na kila ambacho anakipitia Zuchu na maisha halisi yaliyoko pale WCB kati ya hawa watu wawili, and of course mambo yamekuwa ni mabaya sana kwa upande wake, kiasi cha kwamba kwa inavyosemekana Befikia hatua anaona kabisa amechoka. Mamake na Zuchu pia kuingilia kati sakata zima na kila ambacho aliweza kukiamua. Alafu ukiangalia upande wa Diamond Platnumz, yeye anachotazama sasa hivi unaona kabisa kwamba ni kama vile kuna misunderstanding, alafu kila mmoja anaamua kila ambacho anajisikia. Ukiangalia kwa upande wa Diamond Platnumz, kwanza kabisa ni kwamba licha ya yale yote ambayo ameweza kuyafanya, licha ya kila ambacho Zuchu amekilalamikia, bado unakuja kuona kwamba Diamond focus yake kubwa zaidi ameiweka katika shows zake ambazo amezipanga kwa mwezi huu hapa hivi wa 12 kuhakikisha kwamba anazifanya poa zaidi na kuzimaliza. Lakini kwa upande wa Zuchu, yeye mambo yamekuwa tofauti kabisa, kwa sababu amekuwa ni mtu fulani hivi mkimya sana, huku moyo wake ukiwa unaugulia maumivu na vitu kama hivyo. Sasa baada ya yale yote ambayo yameweza kutokea, lakini pia baada ya uamuzi ambao mamake aliweza kufanya na kumshauri Zuchu pia, I hope kuhusiana na uamuzi ambao mamake na Zuchu wamefanya nilikuletea kwenye video iliyopita. Ukipita hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe utaweza kuiona hiyo video na utaelewa kipi ambacho mamake na Zuchu aliweza kukiamua kwa upande wa Zuchu. Pia kuna ile video ambayo nilikuleteaga ni nyuma kidogo kuhusiana na hali halisi ya mamake na Zuchu, mpaka ikapelekea akajikuta analia kutokana na baada ya kusikia yale yote ambayo mwanae Zuchu alikuwa anamhadithia. Sasa Zuchu sasa hivi hali yake of course haiko poa, na kilichopo sasa hivi inasemekana kwamba pale WCB Zuchu ameamua kutoka, asimalize mwaka 2025 akiwa pale WCB, na badala yake ameamua kusepa zake huko kwao kwa maana ya Zanzibar, ili kuhakikisha kwamba anaenda kumalizia vacation yake huko katika huu mwaka wa 2025, kwa sababu kama angebakia pale huenda ingekuwa ni confusion tu kwenda mbele. Kwa hiyo mpaka sasa hivi inasemekana kwamba Zuchu kama zake kubeba zake mabegi na kusepa zake kwa mama yake Zanzibar, yani nyumbani kwao kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii holiday ama huu mwezi wa 12 wote anaomalizia kule kule Zanzibar. Baada ya hapo aone mwaka 2026 utaanzaje kwa upande wake, lakini yote kwa yote ni kutokana na sakata ambalo linamhusu yeye pamoja na Diamond Platnumz, kwa Diamond kufanya vitu ambavyo vimekuwa vikimuumiza sana Zuchu. Sasa comment yako nipi kuhusiana na hiki? Unadhani kweli Diamond anafanya poa sana kuzingatia shows kuliko kumzingatia mtu ambaye tunafahamu kabisa ni muhimu sana katika maisha yake? Na vipi kuhusiana na upande wa Zuchu, unadhani uamuzi sahihi wa yeye kuamua kwenda kutulia zake kule Zanzibar
ikiwa ni nyumbani kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anamalizia mwaka kule, pengine hata anaweza kasahau mambo mengi, stress zikaisha na vitu kama hivyo akiwa kule nyumbani. Comment yako nipi kuhusiana na hiki? Naomba tuambie chini ya hii video hapo, lakini kabla huja comment, basi usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, alafu njoo sehemu ya comment section niambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho Zuchu amekiamua. Utakomentisha sana. Mimi naitwa Gabby Official kama kawaida, hii ni Bongo Vibe, mpaka next video. Bye bye.